hiyo, maafisa wa huduma wa wanyamapori KWS katika kaunti ya Murang'a wameanzisha msako mkali katika eneo la Kiarathi, eneo bunge la Kangema, ili kuwafukuza wanyamapori wanaoshukiwa kuwa mbwa mwitu ambao wamekuwa wakiwahangaisha wakazi. Ni taarifa yake Martin Mwaura kutoka Murang'a na kuhaririwa na kuwekwa sauti na Frederick Mwitiriri. Takriban watu 5 wanauguza majeraha baada ya kuumwa katika mashambulizi ya hivi majuzi. Watu 4 wanaendelea na matibabu, huku mwanamke mmoja akisalia katika hospitali ya Mount Kenya mjini Kangema. Wakazi hao pia wamewaua wanyama 5, huku hofu ikizidi kuongezeka kutokana na mzozo kati ya binadamu na wanyamapori. Nilikuwa nikikata dhara. Sasa hiyo mnyama alikuja na ni mkali sana, kwaja aliniuma kwa makoti na mikono, na mimi nikashika nikaita watu tukaweza kuishida gupu. Akizungumza huko Kiraithe wakati wa operesheni inayoendelea, mbunge wa eneo hilo Peter Kihungi ametaka kuwepo kwa utulivu na ushirikiano kati ya umma na maafisa wa KWS. Kihungi amebainisha kuwa kilimo cha chai ndicho chanzo kikuu cha mapato katika eneo hilo na kimetatizika, huko wafanyakazi wakihofia kwenda mashambani. Lagu ni kusema na kuambia serikali ya kwamba hii mnyama inaonekana ni tofauti na wale mbwa mwitu ambao tumezoea kukaa na wao hapa. Huyu amekuwa very aggressive, na kwa hivyo ningeomba serikali sana sana ya county, the veterinary department, waweze kuangalia kama huyu mnyama anaweza kuwa na ugonjwa, anaweza kuwa na rabies, asiweze kuwa anasambaza hiyo ugonjwa. Afisa mkuu wa KWS wa kaunti ya Murang'a John Gathua amesema msitu mkubwa eneo hilo umefanya kuwafuatilia wanyama hao kuwa mgumu zaidi. Hawa wanyama kama wengine walikuwa pande ile ya Roathia, kwa sababu hii area yetu ya Murang'a iko na raga na misitu mingi. Kwa hivyo kuna uwezekano hawa bweha huwa wako kwenye hizi area. Niombe serikali fidia, kuna watu hao wameumia zaidi, kama huyo mama basi tayari yako hospitali, mzee ako hapa, hakuna kazi nyingine anaweza fanya. Ningewaomba juu hii ni family ya wild dog, tuweze kuwashirikisha katika compensation. Wakazi wanasema riziki na shughuli za kila siku haziwezi kuendelea kwani wanauoga. Mnyama huyo anabisha hodi hadi mchana peupe. Frederick Mwitiriri, NTV.